siku hadi siku. Sisi kama viongozi wa eneo lile tunaumia, na tunaumia sana kwa sababu tunaona kama watu wetu wananyanyasika, na ufuatiliaji wa mashauri katika kwa wale watu wanaokuwa wanafanya hivyo vitendo vya ukatili, tunaona kama hayachukuliwi kwa uzito huo. Kwa niombe serikali yangu kwamba mji wa Tunduma, kulingana na wingi wa malori ambao uko pale, vitendo vya ukatili vimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Waweke ikiwezekana kambi maalum ya kuhakikisha yani wanafanya utatuzi wa changamoto zinazopatikanika eneo lile, na hata waje na mbinu mbadala za kuwasaidia wananchi wa eneo lile. Ukiangalia kituo cha polisi cha pale hakina uwezo mzuri. Ukiangalia mahakama, hatuna majengo mazuri ya mahakama kwa wilaya ya Momba. Kwa hilo pia nilikuwa natamani wizara kama wizara, mji wa Tunduma, halmashauri ya Momba waitazame kwa jicho la tofauti. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, pia baada ya kuongea hayo, nilitamani niwaombe swala la kuwapa dhamana watu wanaowabaka watoto wetu wadogo likose dhamana, kwa sababu haiwezekaniki mtu anabaka alafu huyo mtu anaenda kupewa dhamana. Mheshimiwa Naibu Spika, hivi mtu anambaka mtoto mdogo, wewe huwezi kaona kama hiyo ni kama kosa la uuaji? Anawezaje kuthubutu? Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, nitamani hilo pia wizara, swala la kukatili watoto sheria yake itungwe na ikose dhamana. Tunaumia sana kwenye maeneo yetu. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, ninatamani kuongea na waziri baba yetu Ndumbaro aweze kutusaidia. Aliniahidi wilaya ya Ileje kutupatia mahakama 2, na jana nimemuuliza swali la msingi kuhusiana na mahakama ya wilaya ya Ileje inaendeleaje, hatua za ujenzi wa mahakama ya wilaya ya Ileje inaendeleaje. Lakini ukweli ni kwamba wilaya ya Ileje hata ujenzi haujaanza. Kwa nimuombe wizara na nimuombe waziri, atakapokuwa anafanya finalization aje anipe kauli ya kwamba ni lini anapeleka pesa za kuanza ujenzi wa mahakama ya wilaya kwenye wilaya ya Ileje. Haiwezekaniki wilaya ya Ileje na ukongwe wake mpaka leo haina mahakama hata moja. Huduma za mahakama zinatolewa kwenye majengo ya upangishaji, tena majengo ya CCM yaliyochoka. Kwa mimi nimuombe waziri atusaidie. Wilaya ya Ileje tunahitaji fedha kwa ajili ya ujenzi wa mahakama. Basi anza hata na wilaya, hata hizo zingine kwenye tarafa nyingine atafanya wakati mwingine kama ikishindikanika kupata fedha zote. Ni ahadi, ni deni, leo nimekuja kumdai Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, ninatamani kuongelea kwenye kipengele cha haki za binadamu. Sisi wengine ni waumini wa haki. Yaani ukitaka ukosane na mimi, onyesha unamnyima mtu haki mwingine, lakini au unaninyima haki yangu. Hapo Mheshimiwa Naibu Spika, naweza nikavua viatu na nikakubali kupambana na wewe. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni mama wa wafungwa. Nishajitolea kuwa msemaji wa wafungwa wasiokuwa na wasemaji. Humu ndani hatuna wakilishi wa mfungwa hata mmoja. Wafungwa wanateseka. Sheria inatambua haki za binadamu pamoja na mfungwa ni binadamu. Haiwezekaniki mfungwa makazi yake yanakuwa ni sawa sijui na eneo ambalo hata wewe wakisema tu ukasimame ukae huwezi. Imagine rumande mtu anakunya kwenye ndoo. Mheshimiwa Naibu Spika, wewe unawezaje? Kwa mimi niseme maliwato ya wafungwa yaboreshwe, lakini na magodoro wafungwa wapewe magodoro. Mheshimiwa Naibu Spika, kama hawawezi wawaruhusu wayalete. Wana uwezo wale, wana ndugu, wana jamaa, wanaweza kuleta magodoro yao ya kulalia. Baada ya kusema Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Waheshimiwa wageni walikuwa bungeni, wageni wa Mheshimiwa Spika, wageni 85.